Agizo la Rais Samia Suluhu kwa jeshi la wananchi kuhusiana na uchaguzi la tinga na kuzua taharuki. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika hali iliyowashangaza wadau wa siasa na wananchi, Katibu Mkuu wa Shura ya Maimamu Tanzania Shehe Ponda Issa Ponda ametoa kauli yenye tahadhari kali kuhusu agizo la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu la kulielekeza jeshi la wananchi wa Tanzania ama ukipenda JWTZ kujiandaa kwa uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025. Shehe Ponda kupitia tamko rasmi lilotolewa na Shura ya Maimamu amesema kuwa agizo hilo limezua sintofahamu kubwa kwa kuwa shughuli za uchaguzi ni za kiraia na kamwe hazipaswi kuhusishwa na majeshi ya ulinzi. Shura hiyo imeeleza msimamo wake kwamba JWTZ ni taasisi ya kijeshi yenye wajibu wa kulinda mipaka ya nchi na si kushiriki kwa namna yoyote katika mchakato wa uchaguzi. Kwa mujibu wa Shehe Ponda, agizo hilo linaibua wasiwasi wa kijamii na kisiasa, hasa ikizingatiwa kuwa tayari kumekuwepo na madai ya muda mrefu kutoka wananchi wa mashirika ya kiraia kuhusu ushiriki wa vyombo vya dola katika kushawishi au kuathiri matokeo ya uchaguzi ama chaguzi zingine zilizopita. Alieleza kuwa hatua hiyo ya Rais Samia inaweza kutafsiriwa kama dalili ya kuandaa mazingira ambayo yanaweza kuathiri haki na uhuru wa mchakato wa kidemokrasia unaotarajiwa Oktoba mwaka huu. Shura ya Maimamu kwa kauli ya Shehe Ponda imeeleza kuwa ni muhimu kwa viongozi wa kitaifa kuheshimu mipaka ya mamlaka hasa ya taasisi mbalimbali za serikali ili kuhakikisha uchaguzi unakuwa huru, wa haki na usio na hofu kwa washiriki wote. Aidha, shura hiyo imemshauri Rais Samia kutoa kauli ya kutuliza umma na kuondoa wasiwasi kuhusu nafasi ya jeshi katika uchaguzi ujao. Pia imesisitiza kuwa JWTZ ni chombo chenye heshima kubwa kitaifa na kimataifa na kwamba si vyema kuhusishwa na masuala ya kisiasa ambayo yanaweza kudhoofisha taswira yake mbele ya wananchi. Shehe Ponda amehimiza umuhimu wa rais kuhakikisha Watanzania pamoja na jamii ya kimataifa kwamba jeshi litaendelea na jukumu lake la msingi la kulinda usalama wa mipaka na kamwe halitahusishwa na mchakato wa uchaguzi. Kauli ya Shehe Ponda inakuja siku chache tu baada ya kujiunga rasmi na chama cha ACT Wazalendo, hatua inayotafsiriwa na wachambuzi wa siasa kama sehemu ya kujiimarisha ama kuimarisha nafasi yake ndani ya muktadha wa kisiasa wa nchi kuelekea uchaguzi mkuu. Tamko hili linaendelea kuongeza mvutano wa kisiasa hasa katika kipindi hiki ambacho vyama vya siasa vinajiandaa kwa kampeni na mashindano ya kisiasa mwaka 2025.